Mtazamaji wa Chivihi Media, hapa niko na Oxy Makera, mwamba kwelikweli. Jamaa katoka Arusha hadi Mtwara kwa baiskeli. Ushawahi kuisikia hiyo? Yote hayo tutakwenda kuyashuhudia live hapa nikiwa naye. Atatuambia kinaga ubaga, je, safari yake alikumbwa na mambo gani njiani, lakini pia amekuja Mtwara kwa nia gani? Oxy Makera, mambo vipi? Sema mambo yangu poa. Ni kweli mimi naitwa Oxy Makera na nimekuja Mtwara na baiskeli kutokea Arusha. Ilikuwaje kwanza? Sababu ya kuja mpaka huku kwa baiskeli ni sababu ndefu. Nafikiri kwa kuwa tumekuja hapa kwa mahojiano, tutaongea kimoja baada ya kingine, ila kwa changamoto zilikuwa ni pati ya safari yangu. Sawa, tuambie, umetoka Arusha mpaka Mtwara, bila shaka hukuja bure. Namaanisha kuna jambo ambalo wewe unakuwa unalifanya pengine katika safari yako. Lengo lako kubwa hasa ni nini kuja Mtwara kwa baiskeli? Lengo langu kubwa ni kutoa elimu kutoka kwenye makundi mbalimbali, ikiwa ni miongoni mwa makundi hatarishi yanayokumbwa mara nyingi na changamoto za ukatili wa kijinsia, namna ya kuchukua tahadhari. Mimi nimetoka kwenye organization inaitwa Jihami. Jihami kama lilivyo neno lenyewe ni kuchukua tahadhari wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu tunaamini asiyeweza kuchukua tahadhari yeye mwenyewe inaweza ikawa ni chanzo cha kupitia changamoto ambazo pengine angechukua tahadhari angeweza kuziepuka. Lakini pamoja na watu ninaokutana nao ni vijana wenzangu, ndo hasa nimekuja na baiskeli. Na katika kuhakikisha unatoa elimu hiyo, pengine umefikia mafanikio ya asilimia gani, ukubwa gani? Mimi niseme, na kwa sababu kila nikifika mkoa na halmashauri zake wananikutanisha na hawa watu, ni mara chache sana katika halmashauri chache ambazo ushirikiano ulikuwa sio sana, ila kwa kifupi nimefanya kazi, at least naendelea kupata moyo wa kuendelea zaidi na zaidi, kwa sababu impact ni kubwa kuliko changamoto za kutokufanya kazi kwenye halmashauri fulani. Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba hicho unachokifanya si bure bali kinalipa, kinatoa matokeo kwa jamii? Bila shaka. Yaani sina mashaka na kitu ninachokifanya, kwa sababu moja kwa moja naigusa jamii. Umetuambia umetoka Arusha hadi Mtwara kwa baiskeli, pengine umetumia siku ngapi? Siku zangu nazigawanya, kwa sababu kuna siku za kutembea na kuna siku za kufanya kazi. Toka nitoke Arusha ni mpaka sasa hivi nina siku kama 68 mpaka hivi leo, lakini katika hizo siku 68 kuna siku za kazi na siku za kutembea. Nimetembea siku 14 mpaka hapa Mtwara, ambayo ni wastani wa kilomita 1968, lakini hizo siku zingine ni siku za kufanya kazi. Naweza nikafika halmashauri fulani nikachelewa kuondoka kwa sababu majukumu ni mengi, au nimefika siku sio za kazi, basi inabidi nisubiri mpaka siku za kazi zianze, nikaribishwe mkoani na wahusika wenye mkoa, kisha nipangie majukumu kwenye zile halmashauri ambazo zinaweza nikazifikia. Na katika kutembea kwako na ulipofika Mtwara, pengine kuna kitu gani cha tofauti umekiona tofauti na sehemu nyingine? Mtwara, utofauti wa hapa, kwanza ni mkoa wa nyumbani kwa vijana wa Tanzania kwa sasa, kwa sababu tuna mbunge wa hapa ambaye ndo anawakilisha wizara ya vijana. Kwa nilipofika hapa, kwa kweli nimefika maeneo naweza nikasema mengi zaidi kuliko eneo lingine, huku kila mmoja akitamani tukafanye kazi, ila muda kwa kuwa ni mwembamba, basi naendelea kusonga mbele ili mradi, kwa sababu pia nilikuwa na dokumenti maalumu ambazo kila kundi nikikutana nalo nafanya kuwakabidhi, kwa angalau mpango uwe ni endelevu, kwa sababu mimi ni mpita njia. Nilikuwa na sambaza elimu kwa kadiri ninavyoweza, lakini kwa kule nisipoweza, ndo kama media kama hivi zinanisaidia, lakini pia naacha dokumenti kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu kwa maafisa ustawi na maafisa maendeleo na wengineo pia. Naam, tuambie sasa, tangu umetoka Arusha mpaka kufika Mtwara, pengine changamoto gani ambazo wewe mwenyewe umesema ni sehemu ya kujifunza ambazo umekuwa ukikutana nazo huko barabarani? Okay. Kwanza kabla hatujafika kwenye hizo changamoto ambazo mimi naziona ni elimu, chombo tu chenyewe cha baiskeli ni chombo ambacho tunaweza tukasema ni usafiri uliojaa changamoto, zikiwa ni za kiutendaji, kwa sababu baiskeli ili iende mbele inakutegemea wewe mwenyewe, lakini jua ni kali, hakuna kifuniko kama unavyozijua baiskeli, lakini unahitaji juhudi sana ili uweze kwenda mbele. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kuna sintofahamu za hapa na pale, kwa sababu watumiaji wa barabara ni wengi, si mimi peke yangu. Kuna mwingine anaheshimu sana sheria barabarani, kuna mwingine ni bora tu aende anapoenda. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo, lakini hizo zote zilikuwa ni elimu ambayo haswa nisingelizipata ningekosa kitu cha kusema nikifika kwa vijana wenzangu. Tuambie walau kwa uchache hizo changamoto mwenyewe ambazo unasema elimu. Tunajua baiskeli ina magurudumu ina nini, pengine havikuwa vinasumbua njiani?
Magurudumu yalikuwa yanasumbua, lakini kabla sijaondoka nilipitia kwa fundi wangu ambaye mara nyingi ndo fundi wa chombo changu. Kwa hiyo alinipa baadhi ya tipu kwamba kama ukipata pancha utafanya hivi, kama chenja kisumbua utafanya hivi, kama cheni kisumbua utafanya hivi, tairi inabadilishwa hivi, na nilikuwa na baadhi ya vifaa na kuna vitu ambavyo tayari vilijitokeza kama pancha, kama magurudumu kuisha. Nimebadilisha magurudumu nilipofika Iringa, lakini hata tube pia za ndani nimebadilisha. Kwa hiyo hizo ni changamoto za kiufundi wa chombo ambacho nakitumia, lakini hizo zingine, kwa mfano kama nilivyosema, baiskeli inahitaji nguvu zako ili uende mbele. Baiskeli inahitaji juhudi zako ili uendelee na mchakato wa kwenda unapoenda, inabidi uwe na juhudi. Umetuambia ulikuwa umesafiri kwa hizo siku takriban 65, 68 mpaka kufika Mtwara. Pengine ulikuwa unasafiri kwa muda gani? Kwa maana nazungumzia mchana ama usiku? Muda ulikuwa unatofautiana kulingana na uhitaji. Kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nasafiri mchana, lakini kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nasafiri usiku. Kwa maana ya nafanya kwanza tathmini kilomita ambazo ninaenda, barabara ambayo ninaipita ina milima sana, kwa sababu siku hizi mitandao ni mikubwa. Una uwezo wa kujua barabara ya kutoka Masasi mpaka Mtwara ina changamoto gani, una uwezo wa kufahamu. Ukishafahamu unajua kwa distance hii, na kwa kuwa hii ni siku ya kazi, natamani nifike leo ni ripoti ofisini, basi inaweza kanilazimu niondoke saa 9 usiku, na wastani wangu mzuri wa kuondoka na kuaga ni saa 9 usiku. Napenda kutembea watu wakiwa wamelala kuliko watu ambao wakiwa wako macho. Yaani kwa maana ya saa usiku nikute nikiwa nipo njiani, ila natamani nianze safari ikiwa ni usiku watu bado wamelala. Hiyo inakuwa inasaidia. Na katika kampeni yako kweli kuhakikisha unatoa elimu kwa jamii, kwa nini umeamua kutumia usafiri wa baisikeli? Hapo sasa nafikiri ndo tumefika kwenye kiini haswa kwa nini baisikeli. Baisikeli kama nilivyotangulia kusema mwanzo, baisikeli na masomo ambayo nilikuwa nafikiri kama yatafika kwa vijana, kwa jumla ya vijana, kwa wingi wetu tulionao, lakini kwa watu wengine ambao wako hai, basi masomo haya yangeleta mantiki sana. Si tu kwenye masuala ya utafutaji, hata kwenye masuala ya mahusiano, masuala ya maisha ya kila siku. Baisikeli na mchango mkubwa sana katika kutoa elimu. Naweza nikasema baisikeli ni somo ambalo kila mmoja natamani alifahamu. Awe ana gari, awe ana pikipiki, lakini angalau awe na baisikeli. Hata kama hawezi kumiliki baisikeli, basi hata ile ya kuazima angalau ajue baisikeli inafundisha nini. Baisikeli inafundisha somo la juhudi. Ili uende mbele kwenye baisikeli unahitaji juhudi, na ili uache kwenda mbele ni pale utakapoacha juhudi. Lakini kasi ya baisikeli inategemeana na wewe mwenyewe. Kadiri unavyoleta juhudi kwa ukubwa unaohitajika, kwa kiwango kinachohitajika, ndivyo unavyozidi kwenda mbele zaidi kwa kasi, na kadiri unavyopunguza ndivyo unavyozidi kurudi nyuma. Hili ni somo ambalo ni muhimu sana kwa vijana, kwamba juhudi kwa kila kitu tunachokifanya ndio inayotengeneza kesho yetu. Na kadiri tunavyolemaa, tunavyoachana na masuala ya juhudi, ukalala tu ukisubiri, tunasema unasubiri miujiza. Unasubiri miujiza, hivyo ndivyo tunavyozidi kupotea. Lakini pia baisikeli inafundisha kwamba wewe ndo art wa maisha yako. Wewe ndio unaosababisha kesho yako iwe na shepu gani. Kama unataka kesho uamke salama, ndivyo unavyotakiwa uandae mchakato wa kesho kuamka salama. Mimi katika hii safari yangu, kila nikikutana na vijana, ninawahamasisha tusilale ndani. Badala yake tufanye chochote kinachofanyika tukisubiria kesho yetu. Tuwe tumesoma, tuwe hatujasoma. Usiseme kwamba kazi ni ngumu lakini unachokipata ni kidogo. Lakini wanasema ni bora mbwa anaishi kuliko simba aliyekufa. Kwamba mbwa anaishi ni kidogo ndio, ila yupo. Simba aliyekufa ni kikubwa ndio, lakini hakipo, wala sijui nitakipata lini. Kwa kile chochote unachokipata kitaendelea kupunguza ukali. Kama hakiwezi kununua gari, kitaweza kununua vocha, kitaweza kununua chakula. Mtu akishiba mara nyingi huwa tunakuwa na uhakika wa hawezi kutenda kitu kibaya, kwa sababu mara nyingi njaa ndio huwa inaweza kukutuma ukafanya kitu cha ajabu. Kwa hiyo sisi tunaamini mtu sasa akisha kuwa na imani ya kwamba kuamini mchakato, kitu kidogo kinazalisha kitu kikubwa, tunatarajia huyu mtu hataenda kukaa vijiweni. Kwenye vijiwe utakuta kuna ushawishi mbalimbali. Huko ndiko yanavyopangwa maadili mabaya na maadili mazuri. Huko ndipo watu wanavyoshawishiana kufanya matendo yaliyo haramu. Kwa mfano,
masuala ya uvutaji bangi, matumizi ya vilevya, watu wakiamini kwamba wanatoa mawazo, lakini kumbe ndo wanaendelea kuiteketeza afya yake. Inafikia mahali usipotumia unga huwezi kusurvive. Mpaka inafikia ile elimu ulionayo, alafu ajira iko mbele, unashindwa kuifikia ile ajira kwa sababu afya yako kwa sasa inakukataa. Lakini cheti bado kipo. Lakini usipojishughulisha na chochote kidogo na huku ukiwa na mahitaji, unaweza ukawa mwizi, unaweza ukawa kibaka, unaweza ukawa hata jambazi, kwa sababu ni lazima utimize mahitaji. Haya mahitaji unayatimizaje kama hakuna unachokifanya? Unaona aibu bana, mimi nimesomea uhasibu, mimi nikaendeshe bodaboda, mimi nikauze nyanya. Lakini ni bora kufanya hichi kuliko kutokufanya. Kitu kitakachozaliwa ni kwamba utaanza kufanya vitu kwa kujificha, afadhali nionekane na kula bata, lakini mimi nitafanya kazi yoyote ile ya usiku ya haramu ili mradi mimi niendelee kula bata na wana, kwa sababu kwanza niliwaambia mimi siwezi kufanya bodaboda. Kwa hiyo mtu huyo anaanza kufanya matendo ya usiku. Lakini tukiachana na swala la mchakato, baiskeli inafundisha ustahimilivu, subira. Mpaka nafika hapa Mtwara nimekutana na mazingira ambayo kiuhalisia yanakatisha tamaa. Wanasema shujaa si yule asiyeumia. Shujaa ni yule anayeumia kisha anakumbuka lengo lake, anaendelea na hilo lengo lake. Huyo ndo anakuwa shujaa, si mtu asiyeumia. Na kila mtu anaumia, ila kuna mtu anaumia alafu anaendelea, alafu kuna mtu anaumia anakata tamaa. Kwa hiyo ustahimilivu inakuwa ni nafasi nzuri sana ya mafanikio. Yeyote yule alianza kidogo kidogo, na ndo ukija kuamini mchakato kwamba nitafika tu. Hata yale matukio yasiyokuwa muhimu kama kujinyonga, matukio yasiyokuwa muhimu kama kukata tamaa, matukio yasiyokuwa muhimu kama kadha, yanaisha kwa sababu huyu mtu anaamini kesho ni bora kuliko leo. Mtu ambaye anakata tamaa huwa anafikiri kesho itakuwa ni mbaya kuliko leo. Ukianza kufikiri kesho itakuwa ni mbaya kuliko leo, maana yake unaanza kufanya kitu ambacho ni kibaya, ambacho kitamaanisha usifike kesho. Sawa, tumepata sababu yako ambayo umeielezea kwa nini utumie usafiri wa baiskeli. Pengine sasa neno lako kwa vijana ambao pengine wamejikatia tamaa, wanashindwa kupambana. Nitarudi pale pale kwamba tukiwa bado tupo hai, tuipambanie kesho kwa namna yoyote ambayo tunaiweza. Lakini tuamini kwamba kesho inasababishwa na sisi wenyewe. Tusipofanya chochote tutaikosa kesho. Kwa hiyo tuamini katika kesho, tufanye kazi kwa kadiri tunavyoweza, tutafika. Tuamini katika kesho, tufanye kazi kwa kadiri tunavyoweza, tutafika. Tuko Mtwara, pengine kituo kinachofuata sasa ni wapi? Natarajia kuondoka tarehe 26 ya mwezi huu wa Januari, kwa maana ya kesho. Kesho kituo kinachofuata ni Lindi. Na nako ni kama kawaida, elimu kwa vijana inaendelea kama kawaida. Makundi yote, vijana, watoto, jumuiya za wazazi, maafisa usafirishaji, hawa ni watu ambao ni lazima nikutane nao kadiri nitakavyowezeshwa na mkoa. Unajua kuna ile support kwamba unafika ni kama vile watu walikuwa wanakusubiri. Okay, kwa maana unafanya haya yote lakini kuna support serikali inakupatia. Support ambayo naisema ni kwamba watu wanakuunga mkono. Kuna ile unafika eneo kama vile hawana shida na elimu unayoitaka. Kwa hiyo unafika tu ofisini unaona kabisa watu hawaungani na wewe. Aidha wanakuambia bana, ukitaka tuende huko utatupa posho, ukitaka tuende huko tutaweka gari mafuta, kinyume na hivyo si tutakupa kibali, wewe ufanye mwenyewe. Okay. Kwa maeneo kama hayo nimewahi kukutana nikiwa nipo njiani. Kwa hiyo nachokifanya nafanya kwa kadiri ya vile ninavyoweza, huku nikiwa nafikiri sitakuwa na haja ya kubaki hapa kesho kwa sababu hakuna ushirikiano. Na kuna mikoa kama Mtwara na Ruvuma na Iringa na Manyara na Singida, ni mikoa ambayo wenyewe ni kama vile walikuwa wanasubiria huduma kama hii. Kwa hiyo waliambatana na mimi kila tulipoenda, tumetoa elimu wote kwa pamoja, na wale maafisa ambao mara nyingi wanakuwa wanashughulikia kazi za ofisi wamepata nafasi sasa ya kutoka na wenyewe wakajulikane huko mtaani, watoe elimu na wenyewe kwa kiwango chao. Kwa hiyo ukikutana na watu kama hao unatamani ufike kesho. Ila kwa swala la serikali kunisapoti kwa kifinancially, hapana. Hilo ni swala langu mimi mwenyewe, nimejitolea. Kama ulivyosema mwanzo, mzalendo, bado hukukosea. Uko sahihi kabisa. Bwana, mimi nikushukuru sana, lakini pia nikupe pongezi kubwa kwa hicho unachokifanya. Nashukuru sana Afsa. Karibu na wewe pia.
Bwana, hapa kufikia hapo, mtazamaji wa Chivihi Media, sisi hatuna la ziada. Tumemsikia akizungumza kinaga ubaga mambo ambayo amekuwa akiyakusudia kuyafanya katika jamii, ambaye ameweka historia ya kipekee kutoka Arusha hadi Mtwara. Arusha ni mwisho wa Tanzania, kwa maana ukivuka unaingia Kenya na nchi zingine jirani. Amekuja Mtwara huku ambapo ukivuka maji unaingia Msumbiji, unaingia Malawi na nchi nyinginezo, kwa lengo moja tu la kutoa elimu kwa makundi yote yanayohusiana na jamii. Jina langu ni Heri Abdalla, ambaye nimekuongozea mjadala huu mwanzo mpaka mwisho. Ni kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ili uwe mjanja na kuanza kupata habari zetu, lakini pia usisahau tunapatikana katika mtandao wa Instagram, TikTok pamoja na Facebook kama Chivihi Media. Hakika sisi tunakuunganisha wewe na ulimwengu. Hakikisha una subscribe, una like, una share, una follow ili usipite. Kwa heri na asante.